Unapoongelea barua ya kuandikishwa jeshini, ina tofauti ndogo sana na barua kama hizi za kikazi ambazo watu wengi au kila siku tunaziandika. Mfano, kama unahitaji hizo barua, unaweza ukaingia Google, zipo nyingi sana. Ukaandika tu mfano sample au mfano wa barua za kujiunga na JWTZ, utaweza ukaona sample mbalimbali. Ukienda pale kwenye photos, utaweza ukaona barua hiyo. Sasa ugumu wa vijana wengi, ugumu unakuja pale kwenye maneno. Maneno inakuwaje kwaje? Sasa maneno ni kutumia maneno yenye heshima au tumia lugha yenye heshima. Epuka kutumia maneno ya mtaani. Lakini barua yako ni lazima iwe na utambulisho, yani jitambulishe wewe. Lakini barua yako ni lazima iwe na lengo, lakini na mwisho ni lazima uwe na conclusion au kumaliza. Kwa hiyo kama vile mpangilio wa ese. Lakini kumbuka, barua yako isiwe ndefu sana. Inapendeza na inashauriwa barua yako iwe page moja, yani usizidishe hapo page moja. Lakini kwenye mwandiko uwe unasomeka. Kwa hiyo kama unajijua kabisa mwandiko wangu ni changamoto, mtafute mtu yoyote ambao mwandiko wake uko vizuri akusaidie kuandika barua hiyo. Bwana, kila la kheri.